Karibuni sana. Leo ndiyo tunaanza rasmi mafunzo ya ibada ya hija na umra. Kwa kawaida, na darsa hii itakuwa inaendeshwa na Sheikh Taha Suleiman Bane. Kwa hiyo leo tunaanza darsa, na kwa mwenye peni na karatasi ni vizuri akawa anaandika. Pamoja tutatoa baadhi ya vitabu hapo baadaye. Kwa hiyo leo tutaanza na adabu za safari ya hija. Sasa adabu ya kwanza anasema faman faradha fihinna alhajja. Huo ndio mfungo tatu. Mfungo pili si mfungo mosi. Wewe umeamua tu umeenda hija, ushajipanga, iliyobaki mipango ya Mungu, lakini mwenyewe tayari ushakusudia kwenda hija. Faman faradha fihinna alhajja, basi mtu aliyekusudia kwa dhati kabisa kwamba mimi ninakwenda hija, basi pamoja na kuwa miezi yote haifai kufanya dhambi, lakini kwa wewe, kwa kuwa ushabuki kwamba unaenda, unakuwa mgeni wa Allah, fala rafatha, achane na mambo machafu machafu. Wewe ni mtu wa namna nyingine, kama vile kisiasa ni mteule, utakiwi tena unayepita huko katika vibanda vya ulanzi na nini na nini. Mtu wewe ni mheshimiwa kwa kiasi hicho, hata sehemu za kutembea ziwe zinazoeleweka, hata vikundi vya kujumuika navyo viwe vinaeleweka. Na wewe ushaazimia ukazuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ushaazimia ukamzuru Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi fala rafatha, usifanye vitendo vichafu. Siku nyingine inaruhusiwa, hairuhusiwi, lakini kwa wewe sasa ni kama mwari umealikwa ndani, usije ukatutia aibu bila safari. Fala rafatha, asifanye vitendo vichafu, wala fusuka, wala maovu. Hivi vitu siku zote vibaya, lakini kwa huyu sasa, huyu aliojiweka tayari kwa ajili ya kumzuru Allah subhanahu wa ta'ala katika mji wake mtukufu wa Makkah na kuzuru mji wa Mtume alayhi salatu wasalam, fala rafatha wala fusuqa. Lakini pia hata akiwa kule, wala jidala fil hajj, wala kuleta mijadala, mizozo, mnabishana. Kwa nini? Ngoja tukirudi tu, maana tunashuhudia uzoefu mdogo tunao, tunashuhudia watu wanaongea mambo ya ubwera hata kule. Ubwera wanazungumza si mbaya, arih nafsaka saa, lakini sasa kule ya akhi kuna fananaje mambo yetu ya mtaani hapa, ukazungumze kule, umekosa la kuongea kule. Malaika wale wanaoandika washangaza, huyu mtu amekuwa zuzu kiasi gani? Hivi maneno haya angeweza kuyasema mahala popote, amekosa pa kuyasemea, ila hapa Makkah al-Mukarrama unaanza kubishana, atasajiliwa hasajiliwi, amenuliwa hanuliwi. Yani wale malaika wafanyeje? Kwa sababu ndo kazi yao, la yasuna Allah ma amara, lakini wanakushangaa maneno haya kusemea hapa. Yani huyu mtu angeenda kwa mganga wa tunguri akabeba na hapana kuongea, angekaa kimya kama mdori kutwa nzima. Wewe Makkah al-Mukarrama, Madinatul Munawwara, unaongea mambo yetu haya. Ukweli ulivyo, ukiwa kule wewe umejitoa kwa ajili ya Allah, hata kama kuna mambo unaona tukiongea si tatizo, basi wewe uchukulia ni tatizo, ili ujiweke wakfu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Faman faradha fihinna alhajja, faradha hapo kwa maana qasada wa akada alazma, amekusudia na azma yake ni akidi kwamba anaenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi fala rafatha, asifanye mambo machafu haya. Tumesema siku za kawaida hairuhusiwi, lakini kwa huyu sasa ndio zaidi. Wewe ni mteule wa Allah, umejiweka kwa ajili ya Allah, watu wakuone tofauti. Kama ukiona hiyo nje huko ndio kuna, lakini utakuta mtu kesho ndio safari, tunatoka kesho saa 8, leo anapambana na mtu, makelele linamtoka povu mshike anagombezewa na watu wanataka kupigana. Si adabu. Miongoni mwa adabu za safari kuzingatia hayo, unajichunga zaidi kuliko wakati mwingine
Kwa nini unajichunga? Wewe umejiweka kwa ajili ya kuzuru nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Hawakatazi Waislamu kujadili mambo yao ya maana, kama yapo ya maana ya kusemwa kule yasemwe. Kule nyumbani kuna hili inshallah Mungu atajalia hivi. Lakini sio hiyo mahala mnajadiliana, mnalumbana, mnatukanana, mnaudhiana mpaka mnachukiana. Hija ikitokea kuwa msingi wake ndio huo, ataenda atarudi. Si hatumkatai mtu kwa sababu huyu bwana sisi tutakwenda na wewe, na wala kule hawakufukuzi, kwanza hawatojua. Lakini wewe shida yako sio watu, wewe shida yako ni Allah tabaraka wa taala. Aridhike na wewe, namna ulivyojiandaa, namna ulivyojipanga, namna unavyoendea mambo. Na akasema wama taf'alu min khairin, na jambo lolote lile mtakalolifanya miongoni mwa mambo ya khairi, lolote lile. Kwa sababu ma ni katika sigha min sigha al-umum, ni neno lenye maana pana, maana jumuishi. Lolote lile. Hata Maka hiyo mtatoa nini? Yako mengi ya kufanya kule Maka. Watu wanapotea, pengine wewe unaweza kumuelekeza, una kumbukumbu nzuri, mshike mwambie pale. Wewe umejaliwa unajua kusoma Kiingereza palipoandikwa, Kiarabu, Kiurdu, pengine Kichina, mwenzako anaona tu mbona mchukue angalau mfikishe kwa askari amsaidie. Ni khairi hiyo, kama tulivyoambiwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tahtaqiranna min al-ma'rufi shay'a. Muislamu hatakiwi kubeza wala kudharau wala kukejeli kitu chochote maadamu hicho kitu kinaitwa maarufu. Maadamu ni wema hakuna. Na ndio maana yakasema walau an talqa akhaka biwajhi taliq, na kuna lafzi nyingine taliq. Hata kama wema wenyewe una tabia, ukikutana na ndugu yako asalamu alaykum asubuhi na hivi, unaonesha bashasha, unaonesha bashasha. Ukitaka kujua hiyo bashasha ina maana, geuza sura, iwe mtu huyu kila ukikutana naye anakunja uso, utakimsalimia mpaka unajiuliza huyu mtu ameambiwaje kuhusu mimi? Kwani kila siku tukikutana ndio vile vile, kila ukikutana naye amekunja uso na hivi na hivi. Wako watu wanaoathirika kisaikolojia kwa kukunjia uso na watu tu, mpaka anajihukumu mwenyewe, labda kaambiwa vibaya kati yangu mimi na hali yake, labda si kaambiwa vibaya kati yangu mimi na binti yake, labda huyo mzee katika kuibiwa ameambiwa labda ndio mie. Maana unaona kila ukikutana naye hayuko hadhiri na wewe. Sasa kama hilo linavyodhuru, basi linalofidisha ukikutana na ndugu huyo onesha basi salamu alaykum, mpaka kama mtu mwenyewe akuza samahani bwana mimi kidogo hata sikukumbuki. Sasa hata mimi sikukumbuki, nimekusalimia ukiwa Muislamu mwenzangu, muumini mwenzangu, nakusalimia, hata mimi sikuelewi zaidi ya hivyo. Na kingine mpaka ukimsalimia anajiuliza mara mbili mbili, kwani ananifananisha na nani mimi huyu? Wakati salamu sasa tumeambiwa ni moja katika vionjo vya kuendea peponi. Jamani, mnataka nikwambieni hivi, imechujwa ile, hamtaingia peponi mpaka mpendane, mpaka afikia nikwambieni ambalo mkilifanya mtapendana, na mkipendana manake mlango wa peponi unafunguka. Akamwambia ufshu salama bainakum, kuwa na tabia ya kueneza salamu. Na salamu haina kipindi. Tunaambiwa hata kama hapa guzo la msikiti hili nene, ndugu yangu Sheikh Junaidi amefichika. Sasa pengine nimezunguka kule nikamkuta, basi ni nafasi yangu salamu alaykum. Sio lazima iwe mmekosana wiki nzima, mwezi hamjaonana. Sababu ile salamu ni kaula min Rabbir Rahim, ni neno la khairi na kutakiana mema. Kwa nini tuone iwe basi? Si asubuhi tulionana bwana, unatafuta nini mimi? Nataka upate khairi na wewe nijibu hiyo khairi. Kwa hiyo tunaambiwa wama taf'alu min khairin, na jambo lolote lile mtakalofanya miongoni mwa khairi, iwe ni kumsalimia mtu, kumsaidia mtu, kumwelekeza mtu, kumnasihi mtu kiungwana na kistaarabu. Unamuona kabisa mtu anafanya makosa dhahiri shairi, unamuona pengine amekaa pale, ameona ukuta umeandikwa hii ndio njia ya kwendea Muzdalifa na nini, kwendea Safa, yeye anachukulia kama ndio Kaaba, anazunguka bwana, hapa sipo.
hatuzunguki kwenye kiguzo hicho pa kuzunguka pale. Yani maana yetu kwamba wewe na mimi uwe utakavyokuwa, unayo nafasi ya kufanya kheri mbalimbali ukiwa kule Maka. Wama tafalu min khairin, na lolote la kheri mtakalofanya, ya'lamuhu Allah, Allah analijua, na muktadha wa kuwa analijua atatulipa kwalo, hakuna kitakachopotea. Mwenyezi Mungu sio kama ofisi zetu, mara faili imepotea, si kitu gani miaka mingi, hebu una kopi yake na nini tuirudi fupi. Hakuna, kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitakachopotea. Lakini pia ametukumbusha jambo jingine, watazawadu. Atazawud ni kubeba masurufu. Wanavyoni wetu wanasema masurufu haya ni nini? Ni vyakula? Naam. Wapange sasa, hapana, masurufu bwana ni kujipanga kiucha Mungu. Lakini yaliyo mazuri, rai nzuri ni kubeba masurufu ya aina zote, kwa sababu tumeona na tunakemea baadhi ya Waislamu kwa ubahili tusio kwa kushindwa, anaamua kutumia fursa ya kuwaomba akiwa kule. Na kweli wako watu kule kazi yao kuvizia msimu wa hija wawafanyie watu kheri. Ni vitu vya kawaida unaposafiri kati ya Maka na Madina, hasa kwa mabasi. Kukuta basi linapigwa mkono njiani, askari haulizi leseni wala anauliza una abiria wangapi, mahujaji wangapi. Na pale kuna msemitela mkubwa, mfriza ule, take away, vipaje vya kuku, juisi, maziwa, mikate, nini. Kuna mtu anataka aone hija hii na hakika kiasi cha watu milioni 2 nimewalisha. Sasa wewe huyawezi hayo, fanya unachokiweza, fanya unachokiweza. Tazawud ni kuandaa masurufu. Sasa utaandaa masurufu, vyakula, vitu, lakini fa inna khaira zadi attaqwa. Kwenye taqwa wapo wanavyoni waliosema ni kwenda kwa namna ambayo utajikinga na madhila ya kuomba. Umeondoka hapa una senti 2-3 zako, kama unataka sabuni tu unaweza ukanunua bila kumwomba mtu, hiyo ni nzuri pia. Uchamungu ikawa ndio masurufu ulioyabeba katika hija yako, ni kitu muhimu sana. Ameenda akamalizia hiyo aya ya 197, wattaquni ya ulil albab, na mniogope mimi. Allah anasema enyi ulil albab. Ulil albab ni watu wenye akili zilizokuwa sawa sawa, sio akili za kupishia gari tu. Ile viumbe wote wanaweza. Ulul albab ni watu ambao wana akili ziko vizuri kabisa, anajua hiki ndicho, hiki sicho, hiki ndicho, lakini sio sasa hivi bali ni baadaye. Hawa Allah amewambia wamche yeye. Sasa tukifungua hiyo, tumesema adabu za safari ziko nyingi sana. Hapa umeona tumetaja kwamba tujiweke tayari kuwa si wasema ovyo, tujiweke tayari kuwa si watenda matendo ya ovyo kwa ajili ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Tunajiandaa. Tazawud ni kujipanga vizuri kisafari, na kwenye hili la kujipanga vizuri ni maandalizi yote. Pale ulipojiandikisha, kawalipe pesa zao zote, ili hizo huduma walizoahidi wasiwe na sababu ya kusema si wewe hujalipa. Lakini maandalizi makubwa kuliko yote kwa msafiri ni kuhakikisha kwamba umeclear kila kitu. Una pasipoti hai na halali, una visa, yani kila kitu. Usitumie ujanja tu, matokeo yake ukija ukibainika kule umevuruga mambo, aibu kwako, aibu kwa Waislamu wenzako. Maana mtu mimi aina hadhi Tanzania, hadha inafanywa Tanzania tu bali sio uko wako. Hawaulizi huyu ni kina bali kina, watauliza nani? Mtanzania. Tanzania ndo alokamatwa pale anafanya foja. Sasa kwa kweli ni fedheha kubwa sana. Kwa hiyo tusiende kwa namna ambayo tutadhalilisha utu wetu, Uislamu wetu, nchi yetu na utaifa wetu. Na hiyo itakuwa haitokei ikiwa kila mtu amejipanga vizuri, ameomba, amepatiwa pasipoti, anayo, imewekwa visa sahihi kabisa. Hakuna kitu kilichokuwa cha uongo. Unaondoka hapa ukiwa tayari
kitakachoulizwa chanjo hii hapa, hii hapa, nini hii hapa. Sio unaondoka kiujanja ujanja kule, unajua labda wacha Mungu. Wallahi Msuudi anaapa wallahi, huku anashughulika na kazi yake ya kipolisi. Ile wallahi ni kitu cha kawaida kwa kama unaona visiwani, asalamu alaykum, utakuta hata muhudi ndio hivyo, asalamu alaykum, si ndio? Sasa usije ukafikiria ilivyokuwa kule Maka, kule Madina, wao watakuachia kule, hakupigi kofi tena, atakuuliza ushakunywa chai bado, anakuandalia chai pale, lakini ndio umefika safari yako kabisa. Yani hawana ile tulivyozoea sisi, maana sisi ule waskasa ingine ukakaa ushamba fulani, lakini wale kistaarabu, ya Abdallah, maana kama kujui jina lako Abdallah au Muhammad, ndio hayo. Ushakunywa chai? Sijanywa. Utaona huyu ataniachia nini? Bwana hakuachii uzi mmoja. Safari yako ya kihalifu umefika. Sasa tunasema katika jumla adabu za safari, unaondoka hapa biidhnillahi taala ukiwa umechukua tahadhari zote, umejiandaa, dokumenti zako zote ziko vizuri. Iliyobaki sana mpango wa Mwenyezi Mungu. Afya yako haiko mkononi mwako, uhai wako hauko mkononi mwako, lakini vile ambavyo unapaswa kuviandaa uko vizuri. Jambo jingine la kimaandalizi ambalo tumeambiwa na wema wale utangulia, Muislamu anapoteleza, anapokosea, anatakiwa alete toba, yani aangukie, arejee kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kwa huyu aliyekusudia kwenda hija, swala la kuleta toba linasisitizwa mno, kwa sababu haitakuwa na maana unaenda hija ukiwa una madhambi, umemkosea Allah, una matatizo kati ya wewe na mwanadamu mwenzio, bado hamjawekana sawa. Moja vinavyohimizwa kuleta toba ya kweli, kuleta toba ya kweli. Kwenye lugha ya Qur'an inaitwa taubatan nasuha. Toba ya kweli nguzo zake ni hizi tatu. Kama hakuna haya matatu, hiyo toba sio ya kweli. Toba ya kweli lazima ijumuishe mambo matatu yafuatayo. Jambo la kwanza, huyu anayetubu aache hilo kosa. Lugha ya kule wanaita al-iqla'u. Maana kama mhogo umetutumwa mzima na begu lake umetupa huko. Yani mtu aache kabisa hayo madhambi ambayo anajua amemkosea Mungu. Lakini pia nguzo ya tatu, ajijutie, kwa nini nilifanya makosa kama yale. Ufadhili wote wa Mwenyezi Mungu, kheri zote anazonifanyia mimi, nimekuwa sina fadhila mimi kweli wa kufanya ujinga ule? Awe anajutia, sio amekaa kijiweni na vijana enzi zetu bwana, nyie nini nyie, enzi zetu bwana, apiti kama vile na kisiketi tu kama vile, maskhara hayo, usiniambie enzi zetu bwana. Hiyo sio toba. Ajute, kwa nini nilifanya ujinga kama ule mimi, mtu na akili yangu, nimetoa nguo yangu kwa mtu nisiyemjua wala sina mkataba naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Ushenzi gani? Sehemu ngapi ananitaja kwa watu mtu yule mimi? Kwa hiyo nguzo ya pili, ili toba iambiwe ya kweli, lazima hilo jambo mtu awe anajutia kwa nini alilifanya kosa kama lile. Lakini nguzo ya tatu na ya mwisho, aazimie na amuombe Mungu sana, ya Rabbi niwezeshe Mwenyezi Mungu, aazimie kutorejea kosa kama lile. Mtu aliyemkosea Mwenyezi Mungu akiamua kuacha hilo kosa moja kwa moja, akiwa anajuta kwa nini alifanya, akiazimia kutorejea makosa hayo, huyo anaambiwa ametubu toba ya kweli. Na kinyume chake ziko toba za uongo. Sisi mashahidi, kuna wengine wana tabia ya kucheza ngoma zile za kishetani kabisa. Ngoma mtu ni saure nibakie gaguro, anacheza ngoma mtu vyovyote vile, wanawake na wanaume wako pamoja, lakini wakaona shughuli sasa, hapana, mwezi wa Shabani huyu jamani, hapana, Shabani 26 tucheze ngoma, inakuwaje? Hata hatuchezi. Sasa tunafanyaje? Tungoje imalizike Ramadhani, pangine
baada ya kumaliza 6 huko tutafikiria. Ama kwa sasa hivi hapana, tumuogope Mwenyezi Mungu jamani. Huu mwezi wa toba jamani. Hii sio toba. Imekosa nini? Kweli wameacha, lakini hawakuazimia kutorudia lile kosa. Wao wamesema tu ikimalizika 6 min Shawwal watafanya uhuni wao. Sasa kwa kweli hii si toba. Hata kama utakaa kwenye engo ya msikiti, toba alaina, toba alaina, unaimba tu, lakini sio toba. Toba ni seriously kwamba unaacha, unajuta kwa nini ulifanya ubaradhuli ule, na unaazimia kutorudia kosa. Kiharibika, nenda pale gengeni pale kwa Joji pale, mwambie akupe vitunguu kilo 1. Kama kwenda kwa Joji nenda wewe kabisa. Vinginevyo unaweza kukuta amekuchenjia huyo. Si ajabu kama na Joji ana maana kuliko wewe. Itakuwa umemgawa kama unamwachia yeye akafanya hayo. Kama una ihsani dukani, nenda pale bwana, upate kilo 20 za mchele, unga kilo 3, si kitu gani kadha kadha, hicho hapo hicho. Ikitokea dharura, ikitokea hapo ushapoweka sawa. Ikitokea dharura nisiotarajia, wakija wanangu wapokee. Lakini sio toka kuondoka ile mama anaranda gengeni, kila akiuliza anambia hapo samaki huyo hapo kolekole hapo shilingi 4500, hapa 6000. Akiangalia hizo 1000 azi, njoo mama dukani kwako hapa. Anavutwa juba ile kama mvaa juba, dukani pako hapa, kwani mpunga ngapi? Ndio tayari ushamkosa wewe. Kanuni za ihsani ziko hivyo. Jubilatil qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha. Haiwezekani huyu Alfred kila siku anampa nyanya za bure akose fadhila bwana. Haiwezekani bwana, maskhara hayo. Lazima atataka naye aoneshe kwamba ni mke wa Alhaji. Adhana Allahu min dhalika. Yapange mambo yako hapa nyumbani yakae vizuri, kila kitu kikae vizuri. La samaha Allahu likitokea ambalo halikuwa katika mipango, hatuwezi kusema kwamba uandae sanda pengine atakufa mtu. Hiyo ni aina ya uchuro, usifanye. Lakini yale unayojua kwamba hawa wanakula kila siku, wanakunywa kila siku waende shuleni, kila siku waende tuition, kila siku waende madrasa na kadha na kadha, wapangie ratiba yao vizuri, mkabidhi mama yao ili huku nyuma mambo yaende sawa. Lakini zaidi ya hayo wanasema waage majirani zako vizuri. Haki ya jirani kama tunavyoambiwa kupitia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni haki kubwa, na kwa taarifa yetu hakuna jirani ambaye hana haki. Tukisema haki ya jirani usifikiri mpaka awe ustadhi awe mcha Mungu. Joji hao wote kama jirani watakosa haki nyingine, kwa sababu jirani anaweza kuwa na haki 3 za juu. Kwanza ni jirani, pili ni ndugu mmezaliwa katika ukoo wenu, 3 ni muumini mwenzako. Sasa unaweza kuwa na jirani hana hiyo sifa ya kuwa ni muumini mwenzako, wala hana ya kwamba mmezaliwa, lakini yuko karibu na wewe. Sasa hakuna jirani ambaye hana haki kabisa. Sasa mpe haki yake kwa kadiri ya umbali alionao katika kukuhusu. Labda ujue kwamba jirani huyo si mtu mwema, akijua mie sipo atakuja na ugeni leo, watachukua kila kitu. Jirani wa aina hii ni sunna ya dini na ni busara kuto kumwambia kama unasafiri. Tena waambie akikuuliza kwamba kenda nani hapo, kenda Kalori kisiju hapo. Useme kweli kweli. Kama unajua jirani wenyewe mshenzi kiasi hicho, usiwaambie ukweli, ndio mahala hasa uongo unaponoga. Ambaye bana kenda, kuna msemo mmoja yule rafiki yake yule anawinda anabunduki, kwa hiyo amemuita hapa akae kama wiki moja hivi, kuna wanyama wanaonekana hapa, ajue kabisa kumbe na bunduki inaletwa hapa. Mara mwingine akijua hayupo tu anajua mazingira mashaallah yako shwari. Sasa huyu usimwambie. Kama nina mtu mchawi je, mwambie piga vitu vyako pale. Wewe haji gani wewe, unaenda kwa Mungu,
madua yako makali makali, aje yeye ajivua nguo pale mbele za nyumba yako. Haiwezekani. Usiogope kumwaga ndugu yako, jamaa yako. Ni jambo baya sana akisikia umerudi, pengine ndio unakumbuka, la mwiteni jamani, mimi bwana samahani bwana nilisafiri hapa. Si ushasafiri, tatizo liko wapi? Ala kulli ni sunna hii, umwage huyu ajue kila kitu. Tayib, kuna nukta nyingine ambayo wanavyuoni wetu hawa wanatueleza katika kadhia hii ya adabu za safari. Wanasema kwenye ile kuandaa matumizi ya hiari yako, wanasema ni sunna, kama uchumi unakuruhusu uwe na ziada kidogo, ili ukimkuta mtu ambaye ana shida uwe unaweza nawe kusaidia. Sio unacho lakini umefika pale una kiduchu tu, kikitoa hicho umekaa vibaya. Kama ambavyo wanasema si vizuri kushare vyakula watu mkiwa safarini. Yani pengine kwa safari za kizamani mnanunua mchele wenu pamoja, tununue kilo ngapi? 10, marage 3, si chumvi kadha. Wanasema hii si vizuri, bali kila mtu awe na chake. Kwa nini? Wanasema ili huyu haji awe huru kutumia pesa zake anavyotaka. Sababu inawezekana wewe kwa huruma yako umemwona mtu, vipi bwana asiye bwana leo kidogo hali sio nzuri, mko kule Mina, mko kule Arafat, achilia mbali dunia ya leo, alhamdulillah ukishalipa ni kazi ya taasisi, lakini tunazungumzia sisi kwa ujumla. Mwingine anakuambia yeye hana kitu kwa mchana wa leo. Sasa wewe kama ulikusanya masurufu yako peke yako, huhitaji kumtafuta mwenzako ili upate ridhaa yake, unatoa unamkabidhi. Lakini kama ulishare na mtu, huna uhalali wa kumgawia mtu, kwa sababu ile haki yako imechanganyika katika ile mali iliyopo. Ukigawa unapata dhambi. Sasa ni vyema ukawa una chako cha peke yako, unashare na wenzako kwenye kukaa kufanyaje, lakini unakuwa huru kununua unachotaka. Miongoni mwa sunna za safari za kheri kama hizi, wanasema watukrahu almumahaka. Mumahaka lugha hii Kiswahili cha pwani wanahitaji kwa mtu ambaye ananunua vifaa kwa ajili ya safari yake ya hija. Pengine anaona apunguze matumizi kule, anunue kabisa dawa ya kutumia kwenye mswaki, pengine atumie kabisa, anunue sabuni ambazo hazinukii, kwa sababu tutakujaona huko mbele ukishahirimia mtu huruhusi kutumia manukato mpaka umalize ile ibada. Sasa muda wote unachafuka, unataka kuoga, tumia sabuni inayotoa povu ili uweze kujisigua, lakini sio yenye manukato. Na ziko nyingi kama hizi, siji wanaita nini, siji zaituni, siko sabuni za vipande hizi, yenyewe inanuka ushombo ule wa sabuni, lakini sio ya manukato kama sijui Guardian, The Guardian, sijui Garden, kitu gani, hizi hazifai. Sasa unaponunua vifaa kwa ajili ya safari yako, vifaa ambavyo unaweza ukavibeba, wanasema ni sunna ya dini usifanye mumahaka. Mumahaka ni kumlalia mnunuzi begani na nini, hizi sandals begani ambazo visigino vinakuwa nje, 30,000 mwisho kabisa nipate 28, 15 unauza. Huko mzee hata mimi nilonunulia hata 20 staki. Sasa usikae pale wewe unanengua barakashia tu, unaigeuza. Kijana mimi naenda Maka bwana, usifanye mchezo. Kwani mimi nadhani nataka, yani unamtajia Maka, unamtishatisha mpaka nipe baba utakwenda niombea huko. Vitu ambavyo unavinunua kwa ajili ya ibada yako kweli patana, ili asikuingize. Maana kwa biashara nyingine hizi mtu anaandika tu pale, anaandika kuna seli hapa, anaandika bei ya zamani 40,000, kumbe zamani kwa nauza 12,000, ili aikate ile 40,000 andike 30 pale. Wewe unasema nimepunguziwa 10, kumbe uongezewa 15. Tulia kidogo ujiridhishe. Lakini ukijua kwamba kweli huyu nikimpa 20 nimemtia hasara, huo ndio mumahaka. Mumahaka ni kumlalia sana, mapatano nusu saa nzima hamjaelewana, unataka unafuu tu mpaka yule sasa anakuuzia sio kwa nafuu kidogo,
anakuonea haya ujiondokee pale. Vitu ambavyo unavitumia kwa safari zako za kheri, mtu ni sunna ya dini kuacha tabia hii. Patana ili asikuingize pabaya, lakini pia usipatane mpaka ukamtia hasara huyo machinga akakuonea aibu. Unamtajia vijiji asivyovijua, Maka, Muzdalifa, ili mradi unamtishatisha mpaka analegea na kuuzia. Katika dini kwa kweli hiyo haitakiwi. Ushekhe wako, ustadhi wako, hiyo kakupa Mungu, lakini sio sababu ya kula vya watu isivyo halali. Unatumia kibali hicho. Waliofanya walifanya, Mungu awasamehe, lakini wewe tunakushauri usifanye hivyo. Kwa hiyo miongoni mwa sunna ya dini kufanya hivyo, lakini pia miongoni mwa adabu za safari, sio unaamua kwenda tu, kuwa una ikhlas. Unapenda uende Maka, lakini wallahi sema ya Rabbi, mimi hata kama umenipangia kuondoka ya kuomba, ya Rabbi mimi bwana nifike kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi. Yani unakuwa ikhlasi kwa ajili ya Allah, si vinginevyo. Msitaki mtu anisifie wala nini, mimi shida yangu wewe Allah uridhike. Ajitahidi wakati wote, hata akiona shetani anamletea yale mambo ya kumtoa kwenye ikhlas, basi yeye atarget pale pale kwa ajili hiyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu yanayofanyika kule Maka kama alivyosema, la yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Wanyama wanachinjwa kwa mamilioni ya wanyama kule, lakini vyote hivi havimfikii Mwenyezi Mungu. Wala madamu ya wanyama wanaochinjwa sadaka kule Maka na mahujaji havimfikii Mwenyezi Mungu, wala zile nyama hazimfikii Mwenyezi Mungu, walakin yanaluhu taqwa. Ule ucha Mungu wako, kwa nini ukachinja? Ni kwa ajili ya Allah. Ndivyo vinavyoweza kukufikia wewe. Kwenye hizi adabu tutaendelea na nyingine, lakini tuache tuje kwenye eneo jingine.